Tunachukua fursa hii kuwapongeza nyote na hasa katika shule yetu hii ya Visina kwa juhudi yao hii walioifanya. Nasema mabruk alaikum, Mwenyezi Mungu awabariki kwa juhudi yenu na idumishe kheri hii kwa miaka inayokuja. Ndugu zangu katika iman, bila shaka yaliyojitokeza mwaka huu ni matunda ya yale malengo ambayo yaliwekwa na taasisi tangu ilipoasisiwa taasisi hii ya Ansar mwaka 1987 miladia. Ni kwamba katika malengo makubwa ambayo yametajwa katika katiba yetu ni kumuelimisha kijana na Muislamu kwa ujumla dini yake pamoja na elimu ya mazingira, na kumfanya kijana awe ni mwenye kujitambua, yani Muislamu ambaye anatekeleza mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam au mafunzo ya Kiislamu kama alivyofundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya malengo haya yaliyotajwa, kulielekezwa pia njia mbalimbali za kufikia kwenye haya malengo. Katika njia ambazo zimetajwa katika katiba yetu ni kwamba taasisi ya vijana itaanzisha vituo mbalimbali vya elimu, vikiwepo viwango vya chekechea pamoja vya msingi, sekondari hadi chuo kikuu au vyuo vingine mbalimbali. Kwa hiyo Mungu amejalia juhudi ya kwanza ambayo imefanyika elimu ni kuasisiwa nursery school pale barabara 19, ambapo ndio makao makuu ya mwanzo ya taasisi ya Ansar, na hata msikiti wa pale mpaka leo unaitwa Masjidul Ansar. Pale ndio palianzishwa upande wa masomo ya secular nursery school, na pia upande wa masomo ya dini tu kulianzishwa Mahadi al-Faruq. Mungu alibariki juhudi iliyoanzishwa na vijana wakati huo, ikawa nasari hii pamoja na markazi hii Mahadi ikasababisha kuibuka kwa mashule mengine. Shule ya kwanza kabisa ya msingi ilikuwa ni shule ya Arafa ya pale Msambweni. Halafu baadaye ikaanzishwa shule ya sekondari yake, na baadaye kidogo ikaanzishwa shule ya msingi ya Visina. Hii ya Visina, kusema kweli, malengo yake ya mwanzo yalikuwa ni kwamba iwe ni shule ya bweni tu basi, na lengo lake ilikuwa ni kwamba hatusemi tunamnyang'anya mzazi majukumu ya ulezi, lakini tuliona kwamba shule ya bweni ni fursa kwetu sisi kumpa malezi ya 100% kijana wetu. Kwa nini? Tukizingatia athari za malezi zilizopo majumbani mwetu, kwamba juhudi zinaweza zikafanyika hapa wakati wa mchana au upande wa day tunasema, lakini kwa muda mfupi anaokaa mzazi na mtoto jioni, yawezekana yale aliyopandikizwa nayo mchana yakafutwa tena, ikawa ni kazi ya kibiriti. Kwa hiyo tuliona kuna haja ya kuanzisha shule ambayo itamlea kijana kikamilifu. Ni kwamba mzazi atatuazima mwanae, tutamkabidhi siku za likizo, na bila shaka kwa njia kama hii tuliona kwamba matokeo yataonekana haraka, kwa sababu si tumebeba majukumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumlea huyu mtoto na kumtengeneza kwa yale malengo ambayo yametajwa, ambayo tumekubaliana na wazazi kuwa kumfikisha mtoto katika hali hiyo. Tulianza vizuri, lakini sasa kukatokea baadhi ya viongozi wetu wakaona kwamba hii shule inaonekana ina mwelekeo mzuri wa kuwalea watoto tangu, yani katika viwango vya boarding vya mabweni. Kwa hiyo kwa muda mfupi ilipoanza hii shule ikaanza kuonekana athari yake, kwamba watoto wanaosoma hapa wanaonekana wana nguvu za kielimu, tena pande zote mbili, kwa sababu mfumo wa elimu yetu kama mnavyojua ni mfumo wa kuanisha masomo ya kisekula pamoja na masomo ya dini.
Kwa hiyo kwa muda mfupi zianza kuonekana athari. Mimi binafsi nimeona matokeo, kwa sababu wanangu nao walianza kusoma hapa, baadhi yao. Kweli kwa muda wa miaka miwili tu watoto wameanza kuzungumza lugha ya Kiarabu, jambo ambalo lilikuwa halikufikiriwa hilo, kwa sababu walimu tuliowapata wakati ule ilikuwa wengi kutoka Kenya. Kwa hiyo lugha ya Kiingereza ilionekana ndio utaratibu wa shule za Kiingereza, English medium schools. Lakini kwa kupata walimu wazuri wa masomo ya dini na lugha ya Kiarabu, watoto wetu wakiwa mwaka wa pili tu wa masomo darasa la pili wameanza kuongea Kiarabu. Kwa hakika hili liwavutia kwanza wazazi ambao ni viongozi wa taasisi. Na hali zetu tunazoishi hapa mjini, huwa wazazi mara nyingi wanaogopa kupeleka watoto wao mabweni kutokana na matukio mbalimbali ya kutisha ambayo yanapatikana kwenye mabweni ya mashule ambayo hayachungi maadili. Kwa hiyo walichoomba uongozi ni kwamba hapana jamaa, chukueni watoto boarding, lakini na day nayo pia mfungue mlango. Kwa hiyo ombi lao lilikubaliwa, lakini pia ikawa imeonekana tofauti baada ya kuwasomesha hawa watoto day, kwamba kwa wale yote watoto wanaosoma bweni wanapata ziada ya elimu kulinganisha na wadei. Na nyinyi mnashuhudia walimu wetu hapa, kwa mfano hapa Visina, saa ya masomo inaanza saa 9 alfajiri kama sijakosea, saa 9 alfajiri, wakati mwanafunzi wa day kama amewahi amekuja saa 12, saa 12:30. Kwa hiyo tayari masaa 2 matatu yamempita haya. Na huwa mara nyingi haya masaa alfajiri tunayatumia katika kuwahifadhisha watoto Qur'an. Kwa hiyo ikaanza kuonekana mapungufu baina ya watoto wanakaa bweni moja kwa moja na watoto ambao wanakuja wa day. Ikaonekana wasaidie watoto wa day. Kile kipindi ambacho shule imeamua wale watoto walioamka mapema wakapumzike kwenye milango ya saa 5 hivi sasa nafikiri, au saa 5:30, wanakuja kupumzika kwenye mabweni kwa sababu ya kuamka mapema. Kwa hiyo kipindi kile kikaambiwa basi wasaidiwe hawa wanafunzi wa bweni wa day wapate kusoma Qur'an. Lakini kwa wale yote Qur'ani ya alfajiri tofauti na Qur'ani inayosomeshwa mchana. Kwa wale yote wameibuka watoto wa bweni wanafanya vizuri. Kwa hiyo hii historia ndogo ya kuonyesha malengo hasa hii shule ilikuwa kutengeneza cream ya wanafunzi bora katika jamii ya Kiislamu. Hivi sasa tangu tumeanza hii shule, matokeo yake yameanza kudhihiri, na matokeo yanadhihiri hasa kwa upande wa wazazi wanaowaleta watoto hapa shuleni, kwamba wanaona watoto wanabadilika kwa kiasi kikubwa kulinganisha na wale watoto wao wengine waliowapeleka katika mashule ya kawaida, ima shule za msingi za serikali au shule za msingi za watu binafsi ambazo hima yao kubwa ni kutafuta pesa kwa kuweza kutengeneza Uingereza au Kiingereza kizuri. Wameanza kuona hiyo tofauti, na kwa kweli kwa yule ambaye haoni tofauti atakuwa amejidhulumu nafsi yake, hata kama ikiwa hajaleta mtoto hapo, kwa sababu mambo yote yako wazi siku hizi, si mambo ya siri. Hii mitandao ya kijamii imetusaidia sana kujitangaza. Ni kwamba mtoto anayesoma hapa anayemaliza darasa la 7 kwa hali yoyote ni bora mara 10, kama sijazidisha sana, kuliko mwanafunzi anayetoka shule nyingine ya Kiingereza ambayo haisomeshe dini au inasomesha dini katika mfumo wa Kiswahili ambapo masomo ya dini ni machache sana. Mtoto wa hapa akimaliza la 7, tumeshashuhudia baadhi ya wanafunzi
wamewahi kuwa makhatibu kabla hawajaingia sekondari. Hapa nakumbuka kulikuwa kunasimamishwa Ijumaa, sijui mpaka sasa ipo, lakini wanafunzi ndio walikuwa wakitoa hutuba Ijumaa. Mwanafunzi wa darasa la 7 anasimama kwenye mimbari anatoa hutuba Ijumaa, kuonyesha kwamba malengo yamefikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Bahati mbaya, wazazi wengi ambao wanamalizisha watoto wao katika shule hii wanajisahau, badala ya kuwaendeleza katika mfumo ule waliolelewa nao, wanakwenda kuwatoa tena upya, kuwapeleka katika mrengo ambao hauna dini kabisa. Na mara nyingine wanatoa hoja ya kwamba bwana, shule ya sekondari ni gharama, kwa hiyo wako tayari kumpeleka shule ya serikali ambao ni ya bure wanavyoambiwa wao. Lakini ukweli ni kwamba mabadiliko yanapatikana haraka mno ya kijana yule kuacha dini au kubadilika msimamo yake na kupungukiwa na maadili kwa muda mfupi sana. Tunaona mfano sisi pale, kwa mfano shule ya Arafa Primary School, watoto wa kike mfano wanatoka katika hali ya darasa la 7 kwamba wanajua stara yao, lakini kwa sababu wazazi wamezembea kuona kwamba hili jambo halina umuhimu, wameamua kuwapeleka watoto katika shule za bure. Matokeo yake wamevuliwa nguo. Kwa mtazamo wa Kiislamu wako uchi, kwa mtazamo wa sheria ya Kiislamu, kwa sababu stara ya Kiislamu inafahamika kwa mtoto wa kike. Kwa hiyo mimi ninachotaka kuambia wazazi pamoja na walimu hasa ambao ndo tulikuwa nao hapa, kwamba hii juhudi imezaa matunda makubwa. Pengine wao hawayaoni, lakini kwanza hawa vijana wetu waliomaliza hapa wamefanya vizuri mpaka huko kwenye masomo ya juu. Tena wanafanya vizuri pande zote mbili. Ukienda vyuo vikuu hivi sasa, vijana wetu waliomaliza hapa Visina ndio mara nyingine ndio makhatibu, ndio maimamu, unaona, kuonyesha kwamba wanaonekana wamepata misingi mizuri ya dini. Mimi na mwanangu kasoma hapa, mfano Mutasim, mwalimu anamfahamu vizuri sana. Hivi sasa amechaguliwa kuwa ndio imamu mkuu wa msikiti wa Morogoro pale. Hivi hata likizo akuja kwa sababu amepewa jukumu la kuswalisha. Kwa hiyo amekuja muda mfupi tu akaamua kurudi kule. Na yeye ni khatibu wakati huo. Unaona? Ni matunda ya msingi uliopatikana hapa Avisina. Mola walipe kheri walimu wetu wote na watendaji wa Visina, pamoja na walimu wengine ambao tunaendelea katika mashule mengine kufikia malengo haya.